Hujambo popote pale ulipo na karibu kwenye pita pita za kwangu. Mimi hapa ni VMM, ukipenda Victor Mado Mandala. Kafika katika maeneo kadha wa kadha, ndio nikujuze kwa kiduchu tu baadhi ya maeneo ambayo niliweza kufika, ambapo basi katika ulimwengu huu kuna visanga na vimbwanga. Naam, nilianzia wapi? Nilianzia eneo la Athiani. Athiani iko kule Makueni. Watu Makueni mpo? Makiwa sana kwa wote ambao walipoteza maisha yao kwenye mafuriko kule Makueni. Lakini nilipofika kule pia kuna visanga vilizidi kufanyika kule, au sio? Naam, ilikuwaje? Naam, nianzie pale eneo la Athiani Makueni, of course, ambapo harusi moja iliyofanyika hapa ilipata msisimko wa kipekee baada ya ex na bi harusi ex wa bi harusi na ex wa bwana harusi kujitokeza kutoa zawadi za kifahari kwa wapenzi wao. Yani hao ni ex lakini wamekuja kutoa zawadi. Are they genuine? Angekuwa ni ungepokea? Naam, sikiza kwanza upate kusikia. Katika tukio hilo ambalo la kipekee, kila mmoja alikabidhiwa zawadi ya kipekee na ex wake. Mpenzi wa zamani wa bi harusi alimpa bunda la pesa, naye bwana harusi akakabidhiwa funguo za gari ya kifahari na demu aliyekuwa mchumba wake kwa miaka 4 kabla ya kutengana na kuolewa. Yani binti huyo aliolewa lakini amemletea gari, funguo la gari. Akiwa ni wewe ndio mke wa huyo. Lakini nawe pia umepewa pesa na ex wako. So is there a need ya overthink? Umeletewa funguo ya gari, mtatumia nyote wawili. Wachana na hayo, wacha overthink nawe. Naam, unapotafakari haya mpendwa msikilizaji, of course wageni walipongeza hatua hiyo wakisema ni ishara ya kumaliza tofauti za zamani na kuwatakia wapenzi wao ndoa njema. Wow. Sijui unaweza pokea, unasemaje maoni yako kuhusiana na hili? Mtu mmechana, ni ex wako lakini anakuletea funguo ya gari, si gari tu, gari za kifahari, na ameolewa, si kwamba hajaolewa, mliachana akaolewa. Haya, kitafakari haya ilifanyika Makueni, Athiani Makueni kule. Nikavuka moja kwa moja hadi eneo la wapi? Eneo la Mirema hapa jijini Nairobi. Mirema, Nairobi, kuna mwanadada mmoja wa hapa alimzima Kalameni aliyekuwa akimrusha mistari kwa kumwambia hakuwa mwanaume wa kwanza kutumia lugha tamu kujaribu kumwingiza boksi, lakini akaambulia patupu. Kauli hiyo iliwashangaza Makalameni waliokuwa wakifuatilia mazungumzo yao, huku baadhi wakicheka na wengine wakionyesha mshangao mkubwa. Yani mtu unaenda pale unarusha mistari ukitarajia kwamba angalau, alafu anakuambia wewe si wa kwanza kurusha mistari box, so siingii box. Hata kama uingii box lazima tumwambie si wa kwanza. Haya, tafakari zaidi. Naam, nikitoka pale basi nikavuka moja kwa moja hadi eneo la tuvuke mpaka ugaibuni kidogo. Tuanzie kule Kayanza kule Burundi. Kayanza Burundi, kuna demu mmoja wa hapa alizua kioja katika eneo moja baada ya burudani, baada ya jijini, of course, baada ya kutangaza hadharani kwamba amepagawa na Polo ambaye hakuwa amewahi kumrusha mistari. Yani siku hizi mabinti ndio wamekuwa kwanza kurusha mistari. So amefika mahali anasema mimi napenda huyu jamaa mwenye anakuja hapa, mimi nampenda sana. Sasa anasema hivyo, ukiwa ndugu alafu pate binti anasema nakupenda na wewe hujai mrusha mistari, what will you do? Wanasema if the hunter becomes the hunted, what happens? Kina ndugu sasa hivi, endangered species. Ukitafakari juu hayo kule eneo la Burundi, nikavuka mpaka Lusaka Zambia. Kuna katika tukio moja la kutisha linalofanana, mama watatu waligundua kuwa walikuwa kwenye uhusiano na mvulana mmoja mlevi na mshawishi ambaye alikuwa amewadunga dawa ya kuwadhulumu kimapenzi na kuwadhulumu kimapenzi. Baada ya kugundua kwamba walikuwa waathiriwa na wadhuluma za huyo jamaa, basi waliungana na kufichua vitendo vyake. Yani mnafika pale mnaongea, alafu mnagundua kwamba kale kijana kadogo tu ndio kamekuwa akifanya hii dunia. Sasa kijana ndio kamechukua mama kakapatia dawa na kuwadhulumu kijana mdogo. Kwani kijana na madimoni nini? Ukitoka ule Lusaka Zambia, nikavuka mpaka eneo la Oxford Uingereza. Watu wa Mayu mpo? Ambapo mtaalamu mmoja kutoka chuo kikuu cha Oxford amedai kuwa ndoa za binamu zinachangia ongezeko la kura za familia wakati wa uchaguzi. Inadaiwa kuwa baadhi ya jamii zinatumia uhusiano wa kifamilia ili kudhibiti matokeo ya uchaguzi. Hii imezua shutuma za udanganyifu katika uchaguzi ambapo chama kimoja kilishinda kwa kishindo. Madai haya yamezua shinikizo kwa polisi kuchunguza swala hilo. Yani
anasema hizi ndoa za makazini, hizi ndoa makazini, hizi ndoa za makazini ati zinafanya kura zinaenda upande mmoja. Surely watu wanapata title of numbers kwa sababu ya ndoa za makazini. Semi kitu. Haya, ndio hayo basi. Ni wapi Uingereza? Ni katika pita za kwangu. Kama unajiunga nasi for the first time, hakikisha kwamba hujaondoka hapa kabla usubscribe. Chini ya video hii kuna neno subscribe. Click hiyo neno subscribe, kiambia sign in na Gmail account yako, copy the link and share, naweke comment yako pale na Bwana akutende wema. Make sure umesubscribe pale na Bwana akutende wema. VMM kipenda Victor Mado Mandala kwenye pita za kwangu, nasema kuishi kwingi kuona mengi na kutembea kwingi kuona mengi zaidi. Subscribe. Bye bye.